kutoa hizo tofali. Mimi naitwa Mchungaji Harrison Kameta. Huyu mama mwathirika ni shangazi yangu, kwa maana kwamba dada yake na baba yangu. Kwa alikuwa kwenye nyumba hii, alikuwa amelala chumbani mvua zinaponyesha. Sasa mvua inapoezua bati, upepo mkali, ndio hizo kama mnavyoona tofali hizo zimemwangukia mwilini. Hali ndio hii kama mlivyoona huko nje, nyumba imebebwa yote, paa limebebwa lote kwenda kuangukia kwenye paa la nyumba nyingine, na mbao zote zimevunjika, mabati yameharibika, yamechanika chanika. Tunaiomba jamii, mazingira yamekuwa ni magumu, hali ya hewa ilivyo, uchumi, ni tukio limetukuta ghafla. Tunahitaji msaada, mwenye ubao, mwenye msumari, mwenye bati, kipande cha bati, ili tuweze kurejesha hii nyumba katika mazingira yake, ili shangazi yetu au bibi yetu aweze kukaa nyumbani mwake. Na kwa sababu kwa tabia ya Wamarira kuugulia kwa mtu mwingine na kukaa kwa mtu mwingine hata akipona ni tatizo kubwa sana kwa utamaduni wetu. Kwa hiyo naomba viongozi wetu wa chama na serikali, mheshimiwa mbunge wetu kwa moyo wake wa ukarimu, mheshimiwa meya wa halmashauri ya mji mdogo wa halmashauri ya Mbeya DC, ambaye pia ndiye diwani wetu wa kata hii, ndugu yetu Aida Haule, na mheshimiwa sana mbunge wetu Patali Shida wa Patali. Tunaona moyo wenu mlivyo katika kuguswa kwa matukio kama hayo, na viongozi wengine na watu wengine wote katika jamii yetu na Watanzania mahali popote mlipo. Tunahitaji msaada wenu kwa matukio ya maafa haya ambayo yameweza kutupata. Sina la kuzungumza kama Tanzania, kama mheshimiwa wangu Patali, mheshimiwa wangu Aida, wote kina mwamba moto, mheshimiwa wangu, naomba unisaidie. Bibi peke yangu siwezi, maana hii nyumba mimi nilijenga kumjengea bibi yangu, lakini leo tena ametokea kama sielewi hata ila naitoa wapi, sielewi hapa tunajihifadhi wapi, sielewi, yani kiujumla nimechanganyikiwa, ni kiujumla sielewi. Kwa majina ninaitwa Adija Frama Nilonga, ni katibu wa balozi wa eneo hili. Mvua hii ilikuwa majira ya saa 9. Imekuja kwa fujo sana. Kwa hiyo tulipokuwa tumekaa ndani tukashangaa mshtuko mkubwa. Nilipokuwa nimekaa mle ndani, mjukuu huyu bibi akawa amekuja pale ndani, akapiga hodi, akaingia. Akasema hivi, bwana samahani, mwenzio bibi kule nyumba imeangukiwa, ameumia kwa kweli. Ameumia kwa kweli. Kwa hiyo tuna changamoto hiyo, nyumba yake imeharibika. Kama mnavyoona hiyo bati yake limeenda limetua juu ya nyumba yangu. Kwa hiyo mimi mwenyewe huko ndani nimeathirika. Na maana huko ndani kama vyumba viwili vyote bati lilivyotua nyumba imezama.